tuwageukie wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao wamekwenda pale Eswatini wakiwa wanatafuta nafasi ya kufuzu mbele ya Nsingizini. Nsingizini ni timu ambayo na yenyewe unaweza kusema haina historia sana katika michuano ya CAF. Wanakwenda kucheza na Simba ambayo tumewashuhudia ni miaka kama 8 hivi sasa. Wao kuingia hizi robo wamezikuta sana. Msimu uliopita tumewashuhudia kombe la shirikisho, wamecheza finali. Ni mchezo wa namna gani ukianzia kwanza namna Simba inavyocheza, mwalimu mpya Dimitar Pantev amekuja, tuanzie hapo. Ukija bado ukiangalia kocha Dimitar Pantev ni mmoja wa kocha ambao wameingia ndani ya Simba. Wakati wanaanza hizi kampeni za klabu bingwa barani Afrika walizianza wakiwa chini ya kocha kwa maana aliyoondoka huyu si mwingine Fadlu Davis. Na tuliona performance yao wakikutana na timu ya Gaborone United kutokea pale Botswana. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, mwenyewe pia ni mmoja wa watu ambao najaribu kusubiri kuona kwamba kuelekea katika huu mchezo dhidi ya kutokea timu inayotokea pale Eswatini kwa maana ya Nsingizini, ni kitu gani ambacho Simba Sports watakuja nacho kipya, kwa sababu tuliona katika mchezo wa kwanza jinsi ambavyo timu ilikuwa ikicheza. Nafikiri wengi tulithibitisha kwamba haikuwa na performance nzuri, licha ya kwamba walipata matokeo. Mimi ni mmoja wa watu ambao napenda sana kukaa na kuamini kwenye timu kupata matokeo kuliko kwenye kuamini timu kucheza vizuri. Japo timu kucheza vizuri ni mwangaza mzuri wa timu kwenda kupata matokeo kwa urahisi zaidi. Lakini kama timu inapata matokeo ni rahisi zaidi kuyafikia malengo kuliko kwenye kupita katika njia zote mbili. Na ndio maana tukaona mabadiliko yakifanyika katika eneo la benchi la ufundi. Amekuja mtu kama kwa maana ya Pantev, kocha kwa upande wa Simba Sports Club, na hii inawezekana ni room nzuri kwa upande wa Simba kwa sababu wamemleta kocha ambaye ana haiba na ukanda wa kusini. Hapo tunamzungumzia Pantev. Ukiangalia Simba misimu ya hivi karibuni ama kunako hizi kampeni za klabu bingwa wamekuwa wanasumbuliwa sana na timu ambazo zinatokea upande wa kusini. Kama unakumbuka Stellenbosch, kama unakumbuka Jwaneng Galaxy, kama unakumbuka UD Songo, kama unakumbuka pia kuna timu nyingine ambao walicheza nayo, uliona jinsi ambavyo ushindani ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo yote inakuja kuonekana kwamba ni kitu gani ambacho kwa msimu huu watakuja kuweza kukifanya. Tumeona dhidi ya Gaborone United, sio hivyo? Ilibakia tu kidogo kuona kama Gaborone United wana uwezo wa kuja kufanya kitu cha tofauti, lakini Simba wakapata matokeo. Unakumbuka UD Songo wakati enza kina Luis Jose Mixon walitolewa. Kama unakumbuka pia Jwaneng Galaxy walikuja kufanya comeback hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo yote kwa upande wa Eswatini bado ukiangalia Eswatini hawana rekodi nzuri kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, hata katika upande wa kombe la shirikisho. Lakini Simba historia yake inaeleza, yani ukiangalia profile ya Simba yani imeshiba, yani kwa sababu kwenye orodha tu ya vilabu bora barani Afrika Simba ipo. Yani ukitaja vilabu vitano Simba ipo. Maana yake tayari hata Simba wanapofika pale Eswatini inatajwa kama giant team imefika pale katika nchi ya Eswatini. Kwa hiyo Nsingizini wana kazi kubwa sana ya kwenda kuwazuia Simba Sports Club. Kwa hiyo natamani sana kuona kwenye upande wa mwalimu Pantev atakuja kuadi ama atakuja kuongeza kitu gani kwenye club, hususan kwenye kucheza na timu ambazo zatokea ukanda wa kusini. Tukaona Simba ikifanya vizuri na ikicheza katika upande wa soka safi. Lakini kama timu itacheza ili mradi ikapata matokeo, mimi pia nitakuwa ni mmoja wa waumini ambao ndaamini kwenye huo upande. Tumemaliza kunako michuano ya klabu bingwa barani Afrika na sasa tunageukia katika michuano ya kombe la shirikisho ambapo huko tunao wawakilishi wawili ambao wao wamefuzu. Njombe Updates, habari mpya kiganjani mwako.